Nimekusalimu katika jina la Yesu Kristo aliye mwokozi wangu. Nimeokoka. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu na ninaenda mbinguni. Na tumshukuru Bwana Kristo ambaye ni mwokozi. Baba wa mbinguni, pokea sifa, pokea utukufu, pokea shukrani. Wewe ambaye ulikufa kwa sababu yangu, na kushukuru. Adhuhuri hii ya leo nikisema unastahili. Today is Friday, my Redeemer. Tukubuke, utubariki, tuinue. I surrender to you, O my Redeemer. Na nakuomba unisamehe dhambi. Tembea nami Baba, nena kupitia mdomo wangu, ulimi wangu utumie Father, in Jesus name. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu ya kuwa ndani yangu na kunena mapenzi ya Mwenyezi Mungu. 1 and 3. I respect you all. I cover mwenye kunisikiza na damu yako Yesu. Na kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo, shetani hauna ruhusa within. In Jesus mighty name. Baba, I surrender my brain to you. In Jesus name, nitumie. Na wewe shetani, katika jina la Yesu Kristo, mahali niko, niondokee, maana hauna kazi hapa. In Jesus name. Na katika jina la Yesu, namfunika huyu ambaye ananisikiza na uwezo wa jina lako Yesu Kristo. Mwana wa Mungu, pokea sifa, pokea utukufu. Thank you. In Jesus mighty name we pray. Amen. My brother, my sister, nimeokoka. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Leo ni Friday. Na niseme hivi, maana watu wengi wameajiriwa. Huu ndio wakati sasa mmepata kuwa nyumbani. Na in fact, usishukue hii jukumu la kuwa ni siku ya holiday. Unasema yenyewe hii ndio siku Yesu Kristo alikufa. And usishukue hili jambo ati juu hauko kasi na unashukua pesa ama unajiigisa kwa mambo tofauti ambayo sio ya kumshukuru ama kumglorify Mwenyezi Mungu. Tumejionea sikukuu mingi duniani. Ukiangalia yale mambo watu wanaifanya, haiandamani na ile inasababisha wa celebrate. Huu ni wakati tunasema wa Pasaka. Na mimi sitaki kuongea mingi kuhusu Pasaka. Maana a big number of people hawafanyi kulingana na vile Mwenyezi Mungu angelipenda tufanye ama kufanya wakati huu wa Pasaka. So many will say Pasaka ndio hii, tunaenda kusherekea na tunashukua mokare. Ina mokare maana. Mnafanya mambo mingi ambayo haimglorify Mwenyezi Mungu. Moyo wako uko aje? Mnaelewana na Mungu? My brother, my sister, Pasaka sio kukula tu. Pasaka sio kusherekea tu. Lakini Pasaka hii hapa ndio ilikuwa mwanzo. Mimi sijui, goja, maana tukiamini mambo tukiwa pamoja, tukiwa watatu wanne tuamini ile kitu tunaamini, naye tukiipitisha inakuwa Mwenyezi Mungu anaipiga muhuri. Sijui mwanzilishi wa Pasaka ni nani. It is Yesu alikufa na kisha akafufuka Sunday, ama tuseme Monday. Hiyo mnaita Easter Monday. Lakini jambo ni hili, hii yote maana yake ni nini? Kristo alikufa na akafufuka. Wamsherekea vile inatakikana, ama wewe wafanya mambo mengine ambayo hii ni kusherekea? Wengine ni pombe, wengine ni usharati, wengine ni wizi, wengine ni mambo mengi ambayo watu wengi wanafanya. In fact, kama ukiangalia vizuri mahali unaishi, at least out of 100, maybe 10% ndio wanasherekea kwa sababu Kristo in this issue ndiye alikuwa center ya interest. Akakufa na kisha baada ya siku kadhaa akafufuka. Are you celebrating according to the scripture? Are you celebrating in a godly manner? Because tuajinyima mambo mingi kwa sababu ya hii wakati, na hatutendi in watu wengi ndani hawakai vile Kristo angelipenda iwe. Anyway, that was not the message for today, but hii nimeona tu ni nene kwa sababu
a big number. Unaingia manyumba mingi unapata watu wana celebrate, wanakula, lakini in the spirit ama in the inner person hakai vizuri. Brethren, Mungu awabariki naye pamoja nanyi, na wema wa Mwenyezi Mungu uwafikie na uwe pamoja nanyi. Jina la Yesu litukuzwe. According, learn to lift the name of Jesus higher, na utamuona Mwenyezi Mungu. Na maana Biblia atuelezea tukitokea twende mbele, twende naye Mwenyezi Mungu Kristo atufuata nyuma yetu na ishara na miujiza. Why don't you decide? Ujiite kama mkutano katika moyo wako. Ujiite kama mkutano, ujiulize, nikidecide kumtumikia Mwenyezi Mungu na kukaa kama ilivyo mapenzi yake, profit ama hasara ni nini? What's the benefit? What the profit? If you can count and see profit ndio mingi, then aguka upande huo, uwe na profit mingi, akukaa vile Mwenyezi Mungu anataka. In fact, wokovu ukionekana ni mzito, lakini ukikubali kukaa vizuri ni kitu mzuri. Wokovu ni mzuri na ni kitu mzuri. Kuwa na Kristo ndani yako, uwe ambassador wa Kristo, inakuaga very right wakati inakuaga maisha mazuri na rahisi kuyaishi ukiwa na Kristo ndani yako. Well, nina ujumbe hapa. Ningependa niongee kuhusu mambo kadhaa, na tuko wazima kwetu. Yesu ni mwokozi wa maisha yetu, ama maisha yangu, maana niko na familia. And I believe yale mambo mingi nimeyafanya duniani ili niweze kukaa maisha ambayo anampendeza Kristo. Sometimes ninahusisha familia yangu, and we are okay. Niko katika kitabu ya Proverbs 31st ama 31, kuanzia hapo 2. Sasa niongee kuhusu king, na hatimaye nitaongea habari ya mama, the capable wife. Nasikiaga watu wakiita the capable wife. These are the Psalms once which King Lemuel mother said to him, "You are my own dear son, the answer to my prayer. What shall I tell you? Don't spend all your energy on sex and all your money on women." Huyu ni mama alikuwa anaongelesha mtoto wake. And they have destroyed kings. Mfalme ni wewe. Don't, kama mwanaume, don't waste a lot of time. You know, you are my own dear son, the answer to my prayer. What shall I tell you? Don't spend all your energy on sex and all your money on women. They have destroyed kings. Listen, Rimah, king should not drink wine or have craving for alcohol. CRAVING, for alcohol. When they drink, they forget the wrong and ignore the right of people in need. We, mfalme wa nchi akiwa ni mwenye kukunywa mvyonzi, inaitwa pombe. Acha niweke maneno mingi hapa ya kurembesha. Mvinyo, hiyo ni pombe, naongea habari yake. You should not drink wine or have craving for alcohol.
When they drink, they forget the law and they ignore the right of the people in need. Mfalme akiwa ni wa kukunywa pombe huwa anasahau the rights za wale watu ambao anaongoza. Leo hii tunaongea na wewe. Jana mafuta ilipanda ikakuja 145, sijui 140 something. Ilikuwa 130 something. Kuna mafuta Nairobi. Maybe itaashiriwa baada ya hii. Jana mafuta ilipanda. Unga ndio hiyo. Nafikiri jana nilinunua unga mbili. 297. 297 if I'm not wrong. Jana. Ona sometimes nataka kuongea tu kiholela. Nipe tu dakika. Nitaangalia receipt. I need to clarify this. Yes, karibu tena. Na hii si Afro Cinema. Hii ni Injili inaendelea. Lakini hata Afro Cinema huwa namna hiyo. Jana nilienda kwa supermarket. Na hii unga nilinunua ilikuwa na offer ya 15 bob. Unga mbili nilinunua 296. This is the receipt. Ndio hii. 296. Sasa kama unga ya mahidi nikiwa nimepewa na offer ya 15 bob, nikanunua 296 ikiwa mbili. Sasa 296 ukigawa mara mbili, it's almost 150. 2 kg ya unga wa mahindi. I don't know. Na sijui tunaenda wapi na sijui ni aje. Unaonaje wewe? Kwenu mko namna gani? Maana ninaongea habari ya Kenya. Kama tumefika kiwango ya kununua unga kilo mbili 150, who is to survive? Reason: king should not drink wine. King should not drink wine or have your thirstiness of alcohol. When they drink, they forget the law and they ignore the rights of the people in need. Alcohol is for people who are dying. Pombe ni ya watu ambao wanakufa. When they drink, they forget the law and they ignore the rights of the people in need. Alcohol is for the people who are dying, for those who are misery. Let them drink and forget their poverty and unhappiness. Let them drink and forget their poverty and unhappiness. Mtu ambaye hana raha, mtu maskini, ndiye anafaa kukunywa pombe, maybe kwa sababu asahau na shida ambayo inaandamana na yeye. Mtu ambaye hana raha, watoto wamefukuzwa shule, hujalipa nyumba, mwenye nyumba anakusimamia hapo kila saa, hauna raha. Sometimes watu kama hao ndio wanaruhusiwa kukunywa pombe. Let them drink and forget the poverty and the unhappiness ambayo ina affect. Speak up for people who can't speak for themselves. Protect the righteous, the rights of all who are hopeless. Speak for them and be righteous judge. Protect the right of the poor and the needy. Now, kama mfalme anakunywa pombe, ata protect rights za the poor. Pombe, hapa ndio Biblia inasema, alcohol is for those people who are dying
Alcohol ni ya watu ambao wanaenda kukufa. Wewe ni mgonjwa, mwili inakusubua sana. Alcohol ni yako wewe ambaye mwili imekusubua, unataka. Nasikiaga watu walisema nilikuwa na depression ndio nikaanza kukunywa pombe. All this. Nilikataliwa, nilifukuzwa, bwanangu alinihasha, bibi yangu alienda, all sort of this. Watu wanaingilia alcohol according to the scripture. Proverbs 31 and verse 6. Alcohol is for the people who are dying, for those who are misery. Wale ambao haeleweki, wako na mashida. Let them drink and forget their poverty and unhappiness. So, mfarume akiwa wa kukunywa pombe, unaonaje? Anyway, kuna mahali Biblia inasema Wanaisraeli waliitisha mfarume, na yenyewe Mwenyezi Mungu akawashagulia Sauli. Lakini before wapewe mfarume huyu na Samuel, Mwenyezi Mungu alielezea Samuel, itana, siku hizi tunaitaga press conference, ati the head of state anataka kuongelesha watu wa nchi yake. Mfarume naye, Waisraeli wakaitisha mfarume, naye Mwenyezi Mungu kupitia Samuel akamuelezea, ndio nimesikia kilio yao, nimewapea mfarume, lakini kabla hujawapatia, waite pamoja, uwaelezee disadvantage na advantage za mfarume. Ukiwaelezea, ikawa disadvantage ndizo zilikuwa mingi za mfarume. Kutosikia sauti ya Mwenyezi Mungu ni disadvantage za yule ambaye anatuongoza. Yule anaongoza nyinyi, aya ni governor, MCA, aya ni MP, aya ni Senate, women rep, president, deputy, all this. If they go astray, na watu wa kukunywa pombe, problem arise. And the problem arise and arise. Only arise and arise. Problem inapanda juu ya ingine. Whom do I address? Nani? Wakunisikia ni nani? Sijui nasikianga nchi zingine kuna vile unaweza enda kwa hospitali, sijui ni nchi zingine nafikiria, sijui ni Amerika ama sijui ni Australia ama ni wapi, ninasikianga ati unaweza enda kwa daktari, uandikiwe na daktari uwe unatumia marijuana ama unatumia bag ama unatumia herbs zingine kama hizo. Huwa tunasikia hapa, sisi hatujui hiyo. And kama unaweza andikiwa na daktari hivyo, unaonaje? Beer is for the dying people. Beer is for those people who live in a miserable life. Beer is for those people who are not happy. Nasikia mtu akisema, nimestukia kuandikiwa message na bibi yangu akiwa Dubai, akaniambia, tutile hamwe. Mpango inapangwa, mama anaingia mpaka kwa ndege na anaenda, hakuelezei. Akisha tufika Dubai, akisha tufika Qatar, akiwa amefika kule anaenda, ndio anakuandikia message, anakuambia tutile hamwe, hatuko pamoja. Ukishiko na depression hapo. Sometimes nikipatana na mtu akiwa mrefu, sometimes huwa ninapenda kumuuliza what is it. Ukisikia yale mambo ameyapitia, unashangaa. Anyway, tulikuwa habari ya Easter. Na juu namba kubwa ya watu wengi ambao wanasema wanamjua Mungu leo ndio wanakunywa pombe mingi. And 90% ama 80% ya Wakristo Kenya ni wanafiki. Kama unataka kujua mahali pombe mzuri inapatikananga, sometimes usiulize yule mtu tu hakunywagi pombe.
Uliza huyo unaona kama ni mzuri. 90% ya Wakristo ni wanafiki. Wengi wanafanya vituko na mambo huwezi elewa. Anyway, God bless you. Mfalme akikunywa pombe, unaonaje? I hate to say that. God, remember watu wa nchi ambao mfalme huwa anakunywa pombe. Haezi kuwa na mwelekeo, no matter what. One problem after the other. Angalau, anyway, advice. Pombe si kitu mzuri. Proverb 31. Kuanzia hapo 1 mpaka 8. Now tukuje sehemu nyingine ambayo Mwenyezi Mungu amekuwa akinenenea kwa muda kama wa siku 3 siku 4. Nikawa nauliza Mungu, what do I say? Akawa ananielezea. Siongea habari ya mama. Ongea habari ya wife. Ongea habari ya wale wameoana. Ni nini hii inasababisha utoroke kwa Bwana? Ni nini hii inasababisha usikie tu unataka kumwashiria bibi yako? Hebu jiite kama mkutano. Uone kama inafaa. Na niwaelezee. Hebu tusome na hii na wewe. Watu wengi wanasemanga, bibi hafai kufanya kazi, anafaa akae nyumbani. Bibi hafai kutokea aende akatafute, hiyo si bibi. Sasa ukisoma hii maandiko, nataka ukomente hapo chini pamoja na mimi. Unielezee uoni wako, maoni yako ni yapi? Bibi anafaa kufanya kazi? Bibi anafaa aende atafute ploti anunue? Bibi anafaa aende anunue maguo alete Kenya auze? Bibi anafaa? Bibi anafaa? Sikuwa na habari hii vizuri. No wonder these days wanawake ama wamama wanakuwa blessed. Hey, ukitaka nyumba mzuri estate ya mama. Sijui sikuwa naelewa hii. Hebu tusome maandiko na wewe hapa. Alafu tuelewane. Ama tukose kuelewana. The capable wife. How hard is it to find a capable wife? She is worthy for more than a jewel. For more than jewels. Jewels. Paka gold ni jewel. Kupata mwanamke worthy and capable. More than jewels. So, wewe ambaye umepata bibi mzuri na bibi ambaye ako na mienendo mizuri, unasaidia gold. How is your wife? Anyway. Unamuonaje? Ako na ploti mahali. Amejiwekea. No wonder ndio mama akianza kuweka kusave for doing something. They are so successful. Wanakuwa successful. Hii ni biblical. A king is a man. According to scripture hapa tumesoma. Na anatoa uongozi. Anatoa muongozo. Anatoa mwelekeo. According to the scripture ambayo tumesoma hapa that one. Kuanzia 1 mpaka 9. How hard is it to find a capable wife? She is worthy far more than a jewel. Far more than a jewel. Jewel tuna include mpaka gold. Akina green guides and green garnets, sijui green garnets, something like that. And then tunasemaje, etc. Her husband has confidence in her and he will never be poor. Mtu ambaye amepata bibi ambaye ni sawa, ambaye amebarikiwa na Mwenyezi Mungu, huyo husband hatakuwa na umaskini. Point of interest. Hii ni kitu inakuaga na mama ambaye ako capable of being a good wife. A good wife. Dathiaga na hau uguo ati kuigua wega. Mtumia mwega, yule mama mzuri, sio yule wa kukunywa pombe. A capable. How hard is it to find a capable wife? She is worthy far more than a jewel. Her husband put his confidence in her, and he will never be poor. As long as she lives, she does
in good and never harm. Verse 11. Her husband put his confidence in her and he will never be poor. Kuna mtu tumeongea na yeye ni mama. Anipigia simu akaniambia bwanangu anapenda tu kulala kwa kiti. Haingiagi bedroom miaka mingi. Sasa huyu mama akawa ananiuliza huyu bwana ni yangu ama ni nani? Nikamwambia what I can't tell you is to separate with your husband. Tulipokuwa tunaomba na yeye nikamwambia ngoja ujipatie mpaka mwezi wa 4 uombe ili Mungu akufunulie huyu kama ni bwana wako ama namna gani. Na sasa hiyo bwana analalanga kwa kiti. Haendagi bedroom. Bedroom ni kwenda tu kubadilisha maguo. Na ni tajiri si maskini. Baada ya kuomba hiyo tulielezana aombe mpaka mwezi wa 4. Akapata majibu kwa njia ya kipekee. Akachukua simu yake. Huyu mama huyu mzee huwa anamwambia alikuwa amezaa mtoto na mama mwingine. Na maana ako na contact ya huyu mama kwa simu, akadecide ampigie. Alipopigia huyu mama akamuelezea it is you who don't know. That man is my husband. Na huyu mwanaume hakuagi na haja naye. Si analala kwa kiti. My sister unisamehe kutoa ushuhuda huu. Lakini ngoja ujenge watu wengi. Si analala kwa kiti. Sasa ule mama akaelezea huyu ambaye tulikuwa tunaomba na yeye. Huyu bwanako, huyu unamuita bwanako, si bwanako. Si analala kwa kiti hata haedagi na wewe mko na miaka kadhaa. Wakaelewana. Na sasa ile kitu ilitokea. Huyu mama tulipokuwa tunaomba na yeye, sikuwa ninajua ako na contact ya huyu mama mwingine. Lakini juu ya kuwa na hasira na kutosikia hana raha, hangechukua namba ya simu hiyo yule ampigie. Lakini this time baada ya kuomba miezi 4 akawa na waso tu ampigie yule mama akiwa hana fujo, na akamuelezea mama nimekupigia simu tuongee kama mwanamke wanawake. Na wakaongea kama wanawake. Egos na pride zina hasira zikarudi chini, akaongea na yule. Sasa yule mama akamwambia wewe unajua kitu moja, huyo bwanako, huyo unamuita bwanako halalagi kwa kitanda, si ni hivyo? Unajua hana feelings zako. Lakini ile kitu inasababishaga huyo bwanangu akae kwako wewe ni kwa sababu you are unkona. Watu wanasemaga uoko, kwa Kikuyu tunasemaga ni alikiara kiabia, ni alikiara kiabesha. Kwa Kikuyu tunasema mama ambaye amebarikiwa na Mwenyezi Mungu financially, ako na hiyo baraka ya kifedha, ya kibiashara. Sasa huyu mama yule original, sasa yule mama ambaye hakai na huyu mzee, akaelezea huyu ambaye wanakaaga na yeye japokuwa huyu mzee analalanga kwa kiti. Bwanangu huwa anakubali kukaa na wewe kwa sababu wewe unaangaliaga biashara zake zinakuaga na breakthrough. Wewe wakati huko kwa biashara zake amekuweka hapo, ndio unaonaga analala kwa kiti na hataki kukuasha na hataki kukufanya uwe mke. Anaweza kukupatia mali na akupatie nyumba, lakini hawezi kubali uwe bibi yake. Ile kitu inasababishaga, ananiambiaga ile kitu inasababisha mkae na yeye akae kwako ni kwa sababu wewe kwa biashara Mwenyezi Mungu amekubariki. Kwa biashara zako, kwa biashara za huyo mzee, wewe ndiye huwa unasimamia na zinaenda vizuri. My brother, wewe umebarikiwa kwa sababu ya bibi na humpei heshima. Ole wako, mimi simwambia aondoke, maana hiyo si bibliko. Lakini mama ujue wewe ambaye umekuwa successful, most of the time wewe ndiye unasababisha hiyo nyumba iwe na baraka. Na mama msiringe kwa sababu ya hiyo. Most of the time ukiona mwanaume akiwa ametajirika, angalia the kind of a woman yako nyuma yake. Na most of the time hii baraka, mwanaume kazi yake ni kutoa mwongozo, guidance. Lakini mama ndio akutafuta mali. Mimi nasikiaga watu wakisema wanawake wanafaa kufanya biashara ama wanafaa kufanya kuandikwa. Hebu tusome hii maandiko na wewe. Alafu tukisha maliza hapo chini unielezee ni aje mzuri. Tuanzie pale mmoja. Chukua Biblia hata wewe tusome. As long as she lives, she does him good and never harm. Mwanamke ambaye how hard it is to find a capable wife.
She is worthy far more than jewels. Her husband has confidence in her, and he will never be poor. Huyu mama alielezewa na yule, wewe ni mzuri sana, unashikilia biashara zake. Ukiwa katika biashara zake hasianguki. Na wanda ndio unaona huyo bwana analala hapo kwa kiti. Na akaambia bibi yake, bwanangu hakuagi na feelings zako, lakini wewe ni mzuri sana kwa kuangalia biashara. My brother, is your wife worthy? Kama wewe ulikuwa haujatajirika au kuwa na mali kabla hujaoa, sasa zile umeoa ndio utajiri umekuja. Huyo bibi ambaye unadharau ndio mwenye hii stronghold. Whether you like it or not. It's in Biblia inasema, her husband put his confidence in her and he will never be poor. Si hapa kuna mahali nilikuwa nanunua vitu kwa maduka tofauti nikienda kuuza. Mahali duka iko na mwanaume, mpaka mwanaume ndiye anaenda mpaka China kuleta vitu na analetea bibi kwa duka. Bibi ndiye ana manage the shop. Watu wa kazi ni bibi anajua. Mwanaume kazi yake, hata ukimuuliza, mzee, nataka unikatie hii kitu, sinifanye tu, unikatie kiasi. Wengi huwa wanaambia mtu, uliza mama, ndiye anajua hiyo mambo yote. Because the scripture started for this. How hard it is. Unajua, watu wananiuliza, kwa nini unapenda kurudia maandiko sana? Kwa sababu, na ninasemanga, watu wengi hawasikiangi. How hard is it to find a capable wife? She is worthy far more than a jewel. Her husband put her confidence in her, and he will never be poor. Unaenda kubagini, unaita mzee, unamuuliza, mzee, ni wewe nataka unikatie hii kitu bei. Anakwambia bibi ndiye anajua. Ule mama Maina, mama Sodi anajua hii mambo. Muulize hiyo mambo yote. Mimi am not there. I put my confidence to my wife. Hello. Mtumishi wako, huyo bibi yangu ni bure tu, hakuna kitu anajua, ni kukula tu. Tajirika tukuone wewe. Kama maisha starehe tukuone. Kama kazi yako ni kupuuza bibi, you are not lucky. Mama ndiye ako na stronghold kutoka kwa Mwenyezi Mungu ya kutafuta pesa na kulida. Wewe ijio yako ni kuweka tu confidence kwake. Ati unaona huyu jamaa kabla hajaoa alikuwa tu kimtu tu, lakini wakati alioa, ona vile maisha yake inaenda vizuri. A woman, power of a woman. As long as she live, she does him good and never harm. Mpaka wale ambao wanaume wanararaga nje, ni vigumu sana bwana awe ni wazimu wa kulala na usharati na nini, anafanya yote. Ukiuliza bwanake, bibi yake, mzuri wako au bwanako ako aje? Sawa, hii bwanangu ni mzuri, hawezi hata awadi ya kukutoa nje. A woman, a wife, not a woman. As long as she lives, she does him good and never harm. She keep himself busy making wool and learning clothes. Ati mtu huyu mama ni ule, unajua ni kama kushukua manyoya halafu unaitengeneza. Kuna Dorcas alikufa, alikuwa anaitwa Dorcas ama nani? Kuna mama moja alikufa, complain ikaenda mbele ya Mwenyezi Mungu, watu wengi waka-complain mpaka Mwenyezi Mungu akamrudisha kwa sababu ya kuwa capable. She keep, verse 13, she keep herself busy making wool and learn clothes. Hizo ndizo maguo za bei kali. She bring home food from out of the way. She bring home food from out of the way. Praise. P-L-A-C-E-S. Analetange chakula kutoka nje. Tia na kidhuri kiu yako. Wachana na huyu bwanangu. Mimi ndiye huwa ninaleta pesa. Kama ni wewe umebarikiwa kulingana na maandiko, you are out. This is, it might be new to you, but that is the truth of the matter. You do your bad. She keep herself busy and making wool and learning clothes. Mwanamke anashona maguo ya wool. Learning clothes ni zile mnaitaga aje, ina meremeta somehow. Tugago yake. Shisha inaga.
cia rurenda rwa Mbũmbũĩ nĩ waguo, you know, naongea Kikuyu hapo ili ni express sawa. She brings home food from out of the way place, as merchants sheep do. Naona mama anabeba kama Mary akilete kwa nyumba. Ametoa wapi? Si ametafuta. Una habari? Mama ndiye anaweza fanya biashara vizuri kushinda mwanaume. Do you know that? Ndio siku hizi tukienda kwa jamu, mama unaona magari yale kubwa kubwa na yale na unajua mama anajua kulinda magari vizuri sana. Ile magari mzuri makubwa, manyumba maestate, manyumba mazuri ni ya mama. Why? The scripture says, tuko Proverb 31st kwanzia chapter verse 10, capable wife. She get up before daylight to prepare food for her family and to tell her servant woman what to do. Unajua mimi sometimes, unajua niko na bibi huwa anaamka saa zile, anaamka mpaka saa 11 ili anataka kutayarisha mtoto aende shuleni. Mimi ndiye huyo nimelala mpaka saa 2, alafu ndiye ananiita ananielezea nimekuletea chai, unataka na nini mama? Na mpaka saa zingine nilikuwa najiuliza huyu bibi yangu kulala ni yeye mwisho. Sasa wakati mimi nimeketi pale ameniletea chakula saa 2 ya usiku, acha tuongee tu. Saa 2 ameniletea chakula, nimekula, nimeshiba, ninaweka kwa TV ile kitu ninataka. Yeye ako kitchen dia amepika, amefanya ABCD, anafanya preparation, anajua everything is in order, fridge iko na hii na hii, all this anaangalia vitu ni chafu, ameosha, kazi ya nyumba. Na huyu mama anafanya biashara. Sometimes I wonder. Sasa ninamwangalianga hivi, anafanya kazi hizi zote. Alafu sasa akisha maliza hii vitu, kazi yote anafanya, anakuja sasa sitting ama bedroom mahali niko, tunakaa sasa kuangalia TV na yeye ile vipindi sometimes mimi napenda, yeye hapendi. Sasa ninamwambia tuombe, mimi nataka kuomba kulala. Saa hiyo ni kama saa 4 ama saa 5 tunaomba na yeye, alafu mimi najiwekelea kwa kitanda. Sasa yeye anabaki kwa TV pale, anaangalia zile movie ama ile kitu anapenda. Anajiangalilia, inafika mpaka saa 6 na unasikia anakuja mpaka karibu saa 7 kwa kitanda. Ndiye huyo. Alafu saa 10 yako ije. Mimi nililala ile. Sielewi. Mpaka saa zingine ninaangalianga hivi na shida. Kwani ni nini? Si tuko hapa kwa maandiko. A capable woman. Wamama wanakuaga wamepewa na Mwenyezi Mungu hiyo. So it is why you don't see wanawake hawa complain ati wanafanya ABCD. Ameshida kazini. Ile biashara uko naye, wewe unaendaga tu, kazi yako ni kukaa pale kwa kiti. Unasema bibi ndiye anajua. Sasa huyu mama ameshelewa nyumbani akifanya, maybe yako na kamtoto kidogo. Ameshelewa nyumbani ABCD ili aashe, amepanga maid. Anafika kazini saa 4. Akifika tu saa 4 ya kazini kwa biashara yenu, unapata mwanaume amekaa pale na ako kazini. Lakini kuna watu wako hapa kwa laini wanataka mama fulani, maana ndiye anajua habari ya biashara. Nyumbani bibi namba 1. Nyumbani kazi yote namba 1. Sasa biashara ndio hii. Mimi nimeenda China for example. Nimekuja na mali. Nataka iuzwe na utaratibu na yeye anajua. Sasa mama lazima afike saa 4. Akifika tu, mama Kimani, mama Maina, ngania amepiga simu, anauliza na bwana amekaa pale. What is it? She brings home food from out of the way place and much kama very analeta chakula kutoka nje, anaileta kama vile very inaweza leta vitu Kenya ama nchi yenu. She get up before daylight to prepare food for her family and to let her servant woman what to do. Anamuonyesha ama anaelezea instruction. She looks at a rod and bites. 16 hapa ndio sasa mambo yote. She looks at a rod and bites. Mama anaangalia with money she has, and she plant a vineyard. She looks at a rod and bites. Tulikuwa na mtu mmoja ni rafiki yangu, bibi yake ni daktari. Siku moja huyu jamaa akanielezea, unajua nilikuwa nyumbani, wako na nyumba kubwa na ikawa lazima niende shuleni kazi.
Sasa mzee akatoka akaenda kazi, lakini kukakuwa siku hiyo hakuna kazi, ikambidi arudi nyumbani. Within the next kama 30 minutes alikuja akaingia bedroom na akarara. Naye mama alikuwa ametoka ameenda mpeleka mtoto shuleni. Akaja sasa akarudi nyumbani bedroom. Hakuwa na wale ile system ya kufungulia radio nini. Sasa mama alikuja akaingia nyumbani na akaanza kazi zake. Bwana akiwa alirudi na akarara bedroom. Hakuwa, aliingia tu kwa nyumba na akaingia bedroom akarara. Sasa mlango ya bedroom haikuwa imefungwa. Sasa within the next kama 30 minutes mama akiwa anafanya kazi zake huko nje na nini, kukakuja mama rafiki yao kukuja kumtembelea huyu mama. Huyu mama nafikiri ni daktari. Sasa katika ile commotion ya kuongea, huyu mama wa hii boma, unajua bwana amerudi, ametoka kazi, haikuwa amepigiwa simu tu within the next 30 minutes alikuwa amerudi. Akapata mama ametoka ameenda kupeleka mtoto shuleni na mzee akaingia bedroom akalala. Sasa ile kamlango ya bedroom haikuwa imefungwa. So ile communication na maongeo anaongea sitting room, na huyu mama hakushughulika. For sure inaonanga hii. Nimelala, bibi akitoka bedroom, kama hakuna maguo angesema hii na hii osho ziko mahali anaoshea. Sasa hana shughuli na bedroom. Sasa kukakuja mama rafiki ya huyu daktari, wakaanza kuongea according kulingana na vile wanafanya kazi na development zile mtu amefanya. Ngoja mama aseme mimi kwa chama yangu. Huyu sasa huyu mama na bwana hako kwa kitanda hasikii. Huyu mama huyu mimi nimesave, nilishukua kwa chama na nikanunua, nikaenda mahali fulani na nikanunua kaprot na nikajenga swimming pool. Mzee hajui. Sasa hii mambo yote ikawa inaongewa sitting room, mzee akiwa bedroom akawa anajisikiliza, anasikiliza. Unajua huyu mzee aliposikia imeongewa sana la bibi akakasirika. Alitoka baada ya huyu mama kwenda, akatoka. Alipotoka sasa akajifanya hakuna kitu imeendelea. Sasa akakuja vizuri baada ya huyu mama, maana huyu mama nafikiri alienda kusidikisha huyu, if I'm not wrong, kitu kama hiyo. Sasa huyu mzee alitoka na akawa amesikia mambo yote. Sasa kurudi sasa akapatwa na bibi akitoka, sijui alikuwa ametoka kusidikisha yule mama. Sasa bwana akajifanya hakuna kitu amefanya, lakini ukumbuke alikuwa bedroom. Sasa baada ya siku mbili huyu rafiki yangu akanipigia simu. Aliponipigia simu alikuwa anataka mashauri kutoka kwangu. Akaniambia pastor, ananiitanga pastor, mimi nilifanya ABCD kwa nyumba ABCD, nikasikia bibi yangu ABCD, na already baada ya kusikia hii mambo yote nikiongea na wewe leo, nimefanya upelelezi, nimeenda mpaka headquarter mahali huyu mama anafanya kazi, nimeangalia kwa kwao, nimeinquire na nikajua hakika hako na plot na sio moja. Sasa nataka nilete fujo mpaka hizi plot ziuzwe. Nikamwambia hapana, that's not a nice work, a wise act. No, usifanye hivyo. Nikamwambia usifanye. Akaniambia anataka nilete shida. Hizo vitu yote lazima iuzwe ama iwekwe adamayoni ni. Sasa sikia hii. Proverb 31 verse 16. Hii ni mama, wife, huyu ni wife tunaongea habari yake. She looks at a rod and buy it, and with money she has earned and planted a vineyard. My brother, ile pesa ambayo huyu mama ameunga ni kama sasa huyu jamaa nilimwambia usipigane. Hata siku nimesoma hii maandiko vizuri, nilisoma, lakini unajua unasoma Biblia yote kwingine unasahau. Kuna kwingine hatusomagi haraka juu unataka mahali utaelezea watu washane na dhambi. Lakini I'm speaking about a wife, a good wife who is worth more than a jewel. Jewel tunaikurudi mpaka gold. Worth. Sasa kulingana na huyu mama, huyu mzee akaniambia, nataka nilete fujo, lazima hizo vitu yote aweke under my name, lazima ama kama sio hizo siuzwe. Sasa wakati huyu mzee hakunisikiza, akadecide kuface the mama. Mama alimwambia mambo ni mawili. Shamba ni yangu na kila kitu development nimefanya ni yangu. You decide kama unataka tukae ama unakata what do you want? Hiyo ndio swali mama aliuliza huyu mzee. Unataka aje? Unataka aje? Mimi am your wife. Niko na hizo vitu yote ulisikia. Na sawa, ulisikia. Juu alikuja kumuelezea, alisikia hii mambo yote. Akamuelezea, mama alimuelezea niko na shamba, niko na plot, sikatai na nimejenga mpaka swimming pool. So, what do you want?
Kamuelezea lazima auze. Mama akamwambia siuzi. Whatever you want to do, fanya. Nafikiri huyu mama ni mmeo. Kamwambia I don't care. Mimi siuzi na hakuna kitu. Hey, kukaka. Huyu mama alikuwa na pesa ameweka akanunua gari. What do you do? Unapigana na bibi kwa sababu amebarikiwa na Mungu hii yote. Hii ni lights za wife. She looks at a land and bites, and with the money she has earned, she plants a vineyard. She is a hard-working, strong and industrial. Hey, industrial. She is a hard worker, strong and industrial. Mashini industrial tuseme aje? Ninyi mnaelewa Kiingereza vizuri. Hapo muelewe, fafanue pamoja nami. She is a hard worker. Mwanamke ni wa kufanya kazi properly. Strong and industrial. In the brain of a woman. Unajua ndio unashidago. Wamama akishika kitu hairudi nyuma. Wanaume wanang'eng'ana. In fact ukiangalia 100% ya watu ambao wako kwa business, most of the time wa mama huwa anafaulu. Na sasa watu wengi wanakujaga na madharau. Unajua huyo mama ni kama maraya, anajifanyaga tu na anakuraga pesa ya wanaume. Ni pesa ya wanaume imefukisha hapa. Si pesa ya wanaume, ni akili ambao, ni capability ambao wamepewa na Mwenyezi Mungu, inafanya kazi kwa akili zao. They are capable. You know, mama ndiye huyu amebeba mtoto hapa mbele na anavua nguo na mtoto ananyonya, ana balance. Ana balance. Mtoto ameenda shuleni. Mwalimu anataka hii. Chakula tutakula hii. Tutaenda ushago. Tutafanya ABCD. Sasa sometimes mnaenda kuvisit watu na mtu na my baby yangu. Sometimes kama hii issue ya children's. Sasa tukienda kwa supermarket ama kwa duka ninamuuliza tununue nini na nini aje tunaenda pale. Mimi ile kitu nilikuwa nimefikiria kununua ananiambia hapana, mahali kama hapo hakuendagwi na hii. Na ni kitu ananirudia nayo na then. Sijui kwa nini ninasahau kila saa. Sasa lazima anielezee tunaenda kutembelea mtu. Include. Tunaenda children's home ile tununue nini na nini. Ananielezea unafaa kununua hii na hii. Sasa kuna wakati mmoja bibi yangu alinielezea, si unataka kwenda children's home? Ile kitu nitakuadvise ununue. Nunua rangi ya viatu na brush. Nikamwambia hizo ndizo zinatakikana na ninataka mtoto ashibe. Akanielezea wenye kulete chakula ili watoto washibe ni wengi. Lakini hizi vitu unaonaga kama rangi ya viatu na brush, watu wengi hawakumbukagi. Na for sure, nilipo visit children's home kadhaa, ninapenda kuangalia na kuwapima nisikie chakula walio nayo. Wakiniingiza kwa store mahali wameweka chakula, imejaa, maguo imejaa. Lakini kama nauliza viatu ya shule, rangi mnanunuaga? Hakuna, no. Sasa hiyo advice ikatoka kwa bibi yangu. A capable wife. She is hardworking, strong and industrial. She knows the value of everything she makes. She works late in the night, spends her own thread and weaves her own clothes. She is generous to the poor and needy. She is generous to the poor and needy. Sometimes tunaenda na bibi yangu, sometimes ninamuelezea, sasa wewe kila mahali ukiitwa unaendaga na unaniambia huna pesa nisaidie na saa zile yako naso haniambii. Kwani ni lazima utoe tu kila mahali ukiitwa tu? Mpaka wale watu wanakudharau walikusema vibaya mpaka wengine wakakufukuza. Wananiambia do not beg. Si ameitana chai, si ngoja tu niende. Sasa namuuliza, sio watu wanakudharau, hawakupendi. Anielezea hiyo ndio unaona. A capable wife. She is generous to the poor and needy. Kama wewe sio aina hiyo, ujue wewe sio capable wife. She doesn't worry when it is snow, because her family has warm clothes. Kwa wakati mmoja bibi yangu akanunua, tusiite zinakaa kama buffet ama sijui wanaziitaje. Akashukua kama 2-3 ananiwekea kwa gari, ananielezea hizi
natakaga sikae hapa kwa gari. Hata saa hizi siko 3. Inakaa kama blanketi, sijui mnaziitaje. Sasa nikamuuliza hizi maana yake ni nini? Sasa akawa ananiambia, wewe utajua, don't worry, washa tu sikae hapo. Si gari umenunua sini yako. Kuna mtu anakuuliza sikiwa hapo nyuma zinakuaffect na nini? Sasa tunasiwekaga kwa kitu kanakaa kama kagunia ya nylon ili sisigize vumbi, lakini zinakaanga hapo. Mimi sionagi maana yake. Sasa goja, tunaenda mahali kunatokea jamu, inatubidi tukae mahali kama masaa 2-3. Uko na watoto kwa gari, baridi ndio hii. Sasa ndio unasikia anasema kila mtu nyinyi mko nyuma mtoe kimoja mjifunike naye. Ama saa zile tunaenda hii ndio ilianza kuona. Sasa mimi nataka nifungue dirisha ili nipate hewa safi, na sitaki kutumia ile aircon, hiyo air cool, ile cool system. Sasa nikifungua vioo wanasema baridi inatupiga. Sasa mama anawaambia hapo nyuma, toeni hiyo kwa karatasi inakaa hivi na hivi, mtoe hiyo kikitu mko mjiwekelee kwa mkiwa mumelala. Sasa tuko safarini, tunatoka maybe Nakuru na maybe ni masaa ya jioni. Sasa kuna baridi na mimi nasikia sitaki tufunge tuwe na ile. Anawaambia shukueni mjifunike naye. Mimi sijui maana ya hii. Sasa bibi akaniambia hizi, alipoanza kufanya hiyo akaniambia hizi vitu nataka zikae hapa kwa gari. Na nikimuelezea hakuna haja, ananiambia ninamwambia tuko kwa gari sasa, tukienda mahali kwa jamu tunafunga vioo tunalala. Niambia hiyo kulala sio tu inatosha, hata kwa nyumba huwa tunalala na mtu huwa anasikia baridi na nyumba inakuaga imefungwa milango. Washa zika hapo. Niliona maana yake. Tumeenda ushago. Saa hiyo kunatokea jambo, tunasema tulale, tutatoka asubuhi. Na juu sisi ni wengi, unastukia sasa mimi na yeye na watoto na wengine tunaingia kwa gari, alafu tunachukua zile vitu tunajifunika naye. Mimi ukiniuliza, mimi nilikuwa ninaona kama hazina maana, ndio nikakuja kujua sina kuaga na maana. Kuna upepo, ninasikia gari kumekaa, nataka hiyo hewa, lazima kioo ifunguliwe kiasi. Nao wale wanasikia baridi. Bibi anaelezea simshukue hapo nyuma, mshukue hiyo kitu ya kujifunika, mjifunike naye murare ama mwe comfortable. Sasa unaona wanajifunika wote na ndani wako na simu. Fungueni vioo vile mnataka. She knows the value of everything she makes and works great at night, late into the night. So, she knows the value of everything she makes and works right into the night. She spins her own thread and weaves her own clothes. She is generous to the poor and the needy. She doesn't worry when it is snow because the family has warm clothes. She makes bed sheets and wear clothes of fine pure linen. Her husband is well known. One of the leading citizens. 23. Her husband is well known. One of the leading citizens. Bibi yako akiwa akili zake ni mzuri, lazima uwe na sifa katikati ya watu. Nawanda ukipatana na bibi ambaye anakaaga fogodhali, tabia bofu na huku na mapombe na nini, hakika bwana yake hawezi akaheshimika. Heshima inatokaga kwa bibi, alafu inapanda kwa mwanaume. Sisi bila wanawake ni useless. Hatuna value. Hiki ni kiaregire kuhikania kimundu giki. Ya kwa tugake hura na muhu na tuthike. Tanyinyi wa Kikuyu mwashe kutusubua. Lazima atahiriwe na wanawake wasikaribie. Abraham alitahirisha wanawake. Alitahirisha Waisraeli akiwa hajatahiri. Abraham alitahirisha Waisraeli. Nafikiri hakuwa ametahiri. Maana baada ya kumaliza hiyo kazi yote alitahiriwa na bibi yake. Sikuonyeshana kama mnatuletea kutahiri as if it is all that. Kwa hivyo ni kuonyeshana yule ambaye hajatahiri atahiriwe na yule hajatahiri. Naye bwana yule naye amebaki akiwa mwisho anafaa kutahiriwa na bibi. Inaenda awkward. Opposite ya vile unaelewa. Wa Kikuyu na itikadi. Muone. Ayedi. She makes clothes to she is strong and respected and not afraid of the future. Her husband is well known, one of the leading citizens. She makes clothes and belts and
sell them to the merchants. She is strong and respected and not afraid of the future. Siku moja nikauliza niingia kwangu tu nikapata my wife akiwa na wadada wengine. Nikauliza sasa, wakati huo bibi yangu hakuwa na ile kazi ati akifanya, alikuwa tu housewife although. Sasa nikawa namuuliza, in case nikikufa tu kama leo, unaona utafanyaje? Sasa yeye alikuwa ananiambia, hapo utakufia, nitaanzia hapo, acha kuuliza habari ya huko kwingine. Saa hii hata ukipata housewife ambaye anakaaga nyumba hana stress, ukimuuliza bwanako akikufa leo utaanzia wapi, huwa wanasema hapo atakufia, Mungu ataniongoza kutoka hapo. Hawana stress. Hapa tuje hapa 23. Her husband is well known. Haya 24. She makes clothes and belt. Haya verse 25. She is strong and respected and not afraid of the future. Mwanamke ama wife ambaye anaelewa, she is strong and respected and not afraid of the future. He ninang'ania katari wewe tumite mushushu okoro uguo mama fulani ndiye amesababisha hiyo boma iwe namna hiyo, isipokuwa ni yeye mambo haingekuwa mazuri. Don't just be arrogant and proud because you have made nyumba yako inaheshimiwa na unaona wewe ndiye tu unafaa. Ni Mungu amekupea hiyo capability. So don't usinyakue tu na ulinge naye usemage si bwanangu, ni wewe kwa sababu umepewa uwezo. She is strong and respected and not afraid of the future. A wife worthy. She speaks with gentle wisdom. Gentle wisdom. Sometimes kama sijui ni nini tuliongea hapa na bibi yangu, nikamwambia mimi nikiulizwa nitasema hivi na hivi. Akaniambia hapana, haufai kusema hivyo na hivyo. Nikamuuliza si mimi nitakuwa ninaongea. Ananiambia hapana, hufai kusema hivyo na hivyo, unafaa kusema hivi na hivi. Ninamuuliza kwa nini? Ananiambia hivyo ndivyo inafaa. Na anaweka full stop. Sasa baada ya muda mrefu kiasi ninaona na kweli kama ningelisema hivi ningelikuwa nimejiingiza kwa hii. Lakini yeye anaona hata kabla ninamweleza ninataka kunena hii na hili na hili. Mpaka hizi mahubiri huwa ninaweka. Sometimes bibi anaisikiza ananikosoa ananiambia hapa hungesema hivyo. Sasa huwa ninamuelezea sometimes kabla sijanena. Ninamuelezea Mungu amenisaidia kuhusu hii topic na hii na hii. Nikianza kuna rate ile ninataka kusema, sometimes ananiambia hapa hufai kuongea hivyo, unafaa kuongea hii. She is strong, respected and afraid of the not afraid of the future. Haogopi future. She speak with gentle wisdom. Anaongea akiwa na confidence. She is always busy and looking after her family needs. Her children show the appreciation and her husband praise her. Ukiona wewe husifiwi na bwanako, ukiona watoto hawakubali wewe, ujue kuna kashida mahali. Are you worthy? Like a jewel lady? He says, my women, many women are good wife, but you are the best of them. Huyo ndio bwana ambaye huwa anasifu. Wanawake wengi ni wanawake wazuri, wana make wife, but wewe ni best of all. Na ukiwa best of all, ni vigumu sana mtu ambaye hapo na bibi ambaye ako na character nzuri, ambaye amepewa hii mambo yote tumeongea hapa na Mwenyezi Mungu. Ni vigumu sana upate huyo bwanake anafanya mambo hiyo, kwa sababu ako na the right side ya jewel in the house. Her children show their appreciation and her husband praise her. He says, many women are good wives, but you are the best of them all. Kama bwanako huwa hakusifi, kama bwanako huwa hakusifu wewe,
ujue kuna kasoro mahali. Make it mpaka bwanako haya akisema nini dagi ile mtumia. Sasa sometimes huwa tunakosana na watu wakati tukiongea sentence 2 na 3 4 ninaongea about my wife, wananielezanga mundu dutikaya mutumia mushi unakuwa umukuaga na guku hiko ciothe nginya uka biashara no ukuite mutumia. Hii nimeongea hiyo Kiswahili ya Kikuyu hiyo. Wengi huwa ananielezea we muhujia si washake bibi yako nyumbani. Sasa wote lazima uongee uzuri wa bibi yako. Scripture says her children show their appreciation and her husband praise her. Kwa nini Bwana akusifu? Kwa sababu uko na character. Uko na ile umetoka kwa Mwenyezi Mungu, imewekwa kwake. He says, many women are good wife. Many women are good wife. But you are the best of them all. Kama bwanako hakuonagi ukiwa best kushinda wengine, kuna kasoro kwa maisha yako. Tunaongea habari ya mama, wife. Tunaongea habari ya wife. Many women are good wife, but you are the best of them all. Wewe ni best kushinda hawa wanawake wengine inaonanga. Na ndiposa sometimes wanaume wale ambao wanapenda mabibi zao wanakuanga hawaeleweki na wale ambao hawapendi mabibi zao. So utaongea habari ya bibi yako na umsifu mbele ya watu, alafu anaanza kukuuliza kwani huyu bibi anakuaga naje na tunaweza kumuona tunapenda. The issue is not the body beauty. The issue is the inner character ambayo inasababisha mwanaume aanze kukusifu, which is your inner character. Charms and deception and beauty disappears, but a woman who honor the Lord should be praised. Sio urembo tu, sio mambo ya juu tu. Yule ambaye anamheshimu Mwenyezi Mungu should be praised. Give her credit for all she does. She deserves the respect of everyone. Guy, mwanamke ambaye, wife ambaye ni mwenye mzuri na anakuwa appreciated kila mahali anaenda. Do you qualify that? Ama ukipita tu anasema katika na giki. Character yako ni ipi? Do you qualify? Mama, sina la kusema. Charm is deceptive and beauty disappear, but a woman who honors the Lord should be pleased. Give her credit for all she does. She deserves the respect of everyone. Head of quotes. Habari ndio hiyo. Injili iendelee. Sina mengi. Mungu awabariki. Awe pamoja nanyi. Wema wa Mwenyezi Mungu pamoja nanyi. Inahitaji Roho Mtakatifu ili niweze kuweka video 2 kwa siku, kwa wiki, na iwe inasaidia, sio mimi. So kama sikai vizuri, sina neno, nikinyenyekea, neno ndilo hilo. Nikikaa maisha vizuri, neno ndio hilo. Nikijiashiria tu nikae tu hivyo, neno linakuwa halimo. Magine hata mimi huwa ninasikia. Hii ni maandiko nimesoma niliposaidiwa na Mwenyezi Mungu niongee habari ya good wife. Lakini sikuwa nimeyaelewa kama vile sasa nimeyaelewa nikikusomea. Hata mimi huwa ninasikia. Huyu Roho Mtakatifu ni mwema. Mungu awabariki. Build your kingdom, wife. Build your kingdom. Let the promises that God has for you according to the scripture, Proverbs, inaitwa Proverbs, that one, kuanzia 1 mpaka end. If you don't qualify, it is your best time. Na hii good wife doesn't appear to only those who are saved. Good wife appears because it is God given. Na bibi huwa anapewana na Mwenyezi Mungu kwa wale ambao hawajaokoka na wale hawajaokoka, wale wameokoka na wale hawajaokoka. Buddhist, Hinduism, white, black, blue, red, all this. Kama kuna blue,
Ndoa huwa inapewana na Mwenyezi Mungu na haiangalii salvation, inaangalia Mwenyezi Mungu ndiye mwanzilishi wa ndoa. Na mwanamke mama hakuona hakuupo pamoja na ng'ombe na mbuzi. Mwanaume ndiye alihusishwa na mambo ya ng'ombe na mbuzi wakati ule. Ati kwa sababu ng'ombe hazina kiongozi, ngoja ni ng'ombe mmoja asiangalie. Naye mwanaume alipokuwa na tisaza akaona hii kuna kaaje, akawa moyoni mwake anainulia Mwenyezi Mungu kilio fulani. Naye Mwenyezi Mungu akaona ngoja nimjegee kitu, bafu ikatolewa. Akaekwa na akaletwa. Latest ya Mwenyezi Mungu ni mama. Sasa a good wife ndio hiyo. God bless you. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Ninaenda mbinguni. Ninyi ambaye mmekuwa mkisimama na mimi na bado tu mnasimama na mimi, I salute you all in Jesus' name, and I bless you in Jesus' mighty name. One of the scripture says, whoever partakes and involve mwenyewe na mali yake na finances zake kusimama na yule ambaye ameitwa na Mwenyezi Mungu akifanya kazi ya Mungu, huwa anapatiki pamoja na yeye. Huwa anapatiki pamoja na yeye. Ndio unaona saa zile unaweza enda kwa barabara ukikula kitu, alafu unakutana na mtu anakuambia, shokoradi anakuaga na hiyo character, kwani mzee unakula peke yako, kwani ni nini? Anaona hako na right hiyo chakula unakula umpe. Kwani na anauliza, kwani mzee unakula chakula peke yako, kwani ni nini? Nipe. Ni kama hivyo. Yule ambaye anaona mimi nimegawa kutoka kwa Mwenyezi Mungu na ninatumiwa na Mwenyezi Mungu, wakati unakuja kwa platform yangu unaweka pesa pale, ni kama vile sasa unauliza, kama vile Shokora anaweza uliza, unakula peke yako kwa nini? The act ya kuweka hiyo finances kwangu ni act ya kuvuta cha nguvu kia hinya ke jikie pesa shi hemu ujio akiendaka na yate kwenda lazima nipatike. I love God. Maana characters na mambo ambayo Mwenyezi Mungu anayafanya sometimes the righteous wenye nguvu inaitwaje, wenye nguvu ndio wanaunyakua ufalme wa Mwenyezi Mungu. So the moment unajua mimi natumiwa la Mungu, mimi zilingi nimewashishwa mambo mingi nimtumikie huyu Mungu, ile kitu yote ninafanya mbele ya Mwenyezi Mungu, yule mtu anakasirika tu, anasema ukinitumia tu pesa zako tu kwa platform, wewe unakuwa kama yule Shokora. Na sikuiti Shokora, nimekupea mfano. Unapatana na Shokora, anapatana na mimi nikikula pesa ambaye hadisafu kushukura, lakini hashukui kwa nguvu, lakini ananiambia, kwani mzee lazima unakula tu ukiwa peke yako, kwani ni nini? Inanibidi nimpe kwa sababu ameongea namna hiyo, inanaro ansemana, kwani unakula chakula peke yako, kwani ni nini? Unakulaje peke yako? Ni nini? na ninamweleza siume basi. Yule naye anachukua pesa zake anaigiza kwa mtu ambaye anatumiwa na Mwenyezi Mungu. Anatumiaga violence kufanya hiyo. Ni kutumia kama violence, wenye nguvu wanyakue ufalme wa Mungu. Since the day of Musa and who? It is the scripture. Wenye nguvu wanaunyakua ufalme wa Mwenyezi Mungu. Hapa ndio inaingilia. Sasa the moment ninakaa kwa sitting room yangu, ninaona M-Pesa imeingia na ninaona ninasoma jina ya mtu ambaye sijaona, huyu ni mtu anaingia kwa ufalme ule wangu, niko mimi na Kristo na hii utumishi niko naye na Roho Mtakatifu. Akiingiza pesa kwangu tu, hiyo ni ishara ya kunyakua kilazimi, kimabafu, kiguvu, ni ugeta. Unaona mwizi anashikanga mtu kita lazima utoe. There is no compromise. Ukiwekwa bao hapa, unajua alikuwa anaweka bao hapa, wakikuweka hivi lazima utoe. Yule naye anaingiza kwa platform ya mtumishi ambaye anatumiwa na Mwenyezi Mungu, ananyakuaga kwa nguvu. Hakuna cha kuongea. Kama hutaki abarikiwe, itakubidi hiyo pesa amekutumia umrudishie. Hawatabarikiwa. Lakini yule anaituma, anasema, unajua mimi niko na bishop ambaye ni huwa anapea fungo langu la 10. Immediately tu ikifika ile kiwango ninajiwekea, huwa naitumia. Kama inafika saa 6 usiku huwa naituma. Apede asipede ninanyakuaga kwake rasmi. Since the day of John the Baptist na the right, wenye nguvu ndio ananyakua ufalme kwa nguvu. Ukitaka unyakue ile kitu iko ndani yangu,
most of the time sio ile maombi unaomba. Hebu nikuonyeshe hili jambo. Wewe hujaokoka. Tuseme tu kwa mfano. Umeingia kwa simu yako umenitumia shilingi 10,000. Alafu unanipigia simu. Na ninajua vizuri hujaokoka. Mienendo yako sinajua vizuri. Wewe si mtu mzuri, ninajua hivyo. Lakini umetuma kwa simu yangu shilingi 10,000. Alafu unakaa baada ya 30 minutes unanipigia simu. Na niko na namba yako na ninajua wewe sio mtu mzuri. Sasa huwa ninajiuliza, guy, huyu mtu amenitumia shilingi 10,000. Na sasa amenipigia simu. Na ninajua huyu mtu si straightforward. Nitafanya nini? Decision ni moja. Kama hutaki kumuongelesha, chukua pesa zake. Ngoja simu ijikate, pesa zake umrudishie, hata kusubua. Lakini as long as umeziweka kwangu, unanyakua kimabafu kiguvu. Since the day of John the Baptist, wenye ufalme, kwa ufalme huu unanyakuliwa na wenye nguvu. Kunitumia pesa ni kunyakua kiguvu, ni kiahinya. Sijui kama unaelewa hiyo. Hata hiyo nimejua vizuri leo. Juu nakwambia pelekana na Mungu ujue siri za mbinguni. Na nikijua wewe umebarikiwa na Mungu, nipitie line yako hivi nione uwe unabarikiwa na Mungu. Mimi huwa najifanya mjinga tu. Si ndiko nahubiri. Kuna mtu ninanunua suti hivi, ninaiangalia hivi na ninajua jamaa fulani anakuaga na mafuta na hanipendi. Ninajuanga jamaa fulani yako na mafuta na hanipendi. Huwa ninanunua suti. Alafu ninamuuliza tu na simu, uko wapi? Juu hanipendi. Unajua ukiongelesha, ukipigia simu mtu ambaye hakupendi. For example, hello, ni Evangelist Martin anakuja. Wanarudishaga hivyo. Nimeona nikupigie simu tuongee. Unaenda atia? Sasa anaongea juu hanipendi. Unaenda atia? Unataka nini? Hapana, nimeona nikupigie, niko na hii issue na hii na hii. Gani? Namuelezea nimeenda dukani. Kuna kasuti nimeona hapa kazuri. Nikaona nikakufikiria ama nimepata kiatu hii nikakufikiria. Oh, God is good. Anabadilisha tu. Kurudi. Anabadilisha tu. Uko natua nani hata? Sasa conversation inaenda. Na ujue ni mtu amnipendi lakini ninajua ako na mafuta. Namuigia kwa nguvu. Kiahinya. Anyway. Jua hii jini sometimes ninahubiria. Watu wengi wako naye lakini wameamua tu kuifunika juu hawataki mambo mengi. Wengine ninawasimamisha. Mtu ananiambia, nimefikiria tu nikupatie hii plot, namwambia hapana, usinipe. Omba kwanza mpaka usikie kutoka kwa Mungu. Juu nikianza kuchukua maploti ambao ninapewa na watu, wewe saa zingine atakuja arudi in normal sense. Na hakuwa alikuwa ananipatia sababu ya shida fulani. Alafu mimi naina. Kuna omba kwanza mpaka Mungu akunenee. Sio tu juu ni plot nimepewa lazima nishukue. No, lazima niombe. Najua shamba ni mzuri. Kwani ni nini? Niko na watu kadhaa wameniitia na niambia nataka kusaini hizi plot mbili kwako. Nataka kusaini hii plot yako. Tunasubuana kabla. Unafikiri sipendi mashamba? Kuna wanakuja kwa laini hii shamba mzee. Evangelist nataka nikupatie juu ninasikiaga ukiongea na mtoto wangu maybe ni mgonjwa, maybe niko na hii shida, shika hii shamba. Na hapana, mimi usinipe shamba, ngoja tuombe Mungu akusaidie. Ikifika hali ya shamba, mimi sitaki kunenewa. Wewe mpaka unenewe na Mungu. Hiyo kitu usitoe tu juu ya msisimuko. Maana msisimuko si mzuri. Yenyewe kimabafu. Ikifika ni shamba namwambia omba. Lakini ukiweka pesa kwa M-Pesa yangu, nikisikia sitaki kuongea na wewe huwa ninarudisha. Nikisikia tu dhamira yangu inaniambia nisiongee na wewe, ninakurudishia pesa zako. Justaki huo uhusiano, maana hivyo. So, the moment unasikia mtu amebarikiwa na unatoa pesa yako unaiweka pale, I like it or not, unanyakua kimabafu since the day of John the Baptist. Cha nguvu. God bless you. Mwanielewa? Injili iendelee. Evangelist Martin Ndung'u
Nilikuwa ninafikiri nitashuti tu video ya dakika 30. Sasa sijui hata hii imekuja dakika ngapi. Sasa hii ni saa 9 imebaki dakika 10. Sijui nilianza saa ngapi, nitaangalia. Anyway, God bless you. God bless you. God bless you. Ombea nchi yako iwe na peace. God bless you. Na juu kwetu tunaelekea uchaguzi. I have come to sense. Ninaona Mungu amefanya kazi. Naona kama hakutakuwa na mambo mingi Kenya. Na niliwaelezea one of these two people lazima aondokee mwingine. Na Kristo alikuwa amenielezea mkiomba na mtubu wote wawili mpaka huyu lazima aondokee wa mwingine, watakuwa na maelewano, hakutakuwa na vujo. Lakini nilikuwa nimeelezewa wasipoelewana mmoja wao ataondolewa. Lakini kwa sababu ya kunyenyekea kwenu na kuomba na kutubu on behalf, maana tupewe mfalme wa kutupiga juu ya dhambi zetu. Tukitubu Mungu anatusikia. Nina sense kama Mwenyezi Mungu anasikia maombi yetu, atatupea uchaguzi ambao hauna vita. Na diposa tukitubu Mwenyezi Mungu ana sustain yule alikuwa anasema huyu lazima niondoe. Maombi inabadilisha. Kuna jamaa moja nabii alienda kwake akaelezwa, put your house in order. Kama huyo jamaa alienda kwa huyu nabii akamwambia put your house in order, maana utaenda. Huyo mfalme inasemekana alichukua magunia, akajifika, akaangalia kwa ukuta, akaomba, akaongezwa siku. Likewise. So utaona nimeprophesy mtu ataondoka, alafu baada ya muda unaona huyo mtu hajaenda. Yeye akisikia sauti ya tii na anyenyekee na atubu, ataongezwa wakati wake. So watu wanauliza, si uliprophesy ukasema huyu atakufa, kwa nini hajakufa? John the Nineve alikuwa anaitwa Yona. Alielezewa uende Nineve ukahubiri. Ilikuwa Nineve imaliziwe. Lakini alipoenda Nineve, watu wa Nineve wakabadilika na wakakubali na wakatii. Haikuisha. Msiangaliege tu maofu yatokee ili mseme nabii ni wa ukweli. Mungu huwa anapenda kusamehe. Akielezewa enenda mji huu ama elezea huu na huu, kama hivyo niliprophesy nikasema mmoja lazima aondokee, na nilikuwa ninamaanisha kifo. Lakini sisi tukitubu, maana makosa ni yetu, Mwenyezi Mungu ana sustain huyu na anamuongeza masiku. Na yeye mwenyewe wakawa amesikia hii sauti, wakawa wametubu na anataka kukaa laini ya Mungu. God bless you. So ukisikia nabii ameprophesy anasema mtu fulani atakufa, usipende tu kugojea huyo mtu akufe, maana yeye ni kiumbe. Kukufa hivi si mchezo, hutarudi duniani tena. Hata huyu mtu akisikia sauti, mimi ndiye ninasimama, mimi ndiye ninataka kuwa president, mimi ndiye nataka kuwa hii, asikie tu sauti kidogo kama hii ninaongea kwa mitandao, anyenyekee mbele ya Mwenyezi Mungu, anaongeza wakati. Na huwa anasikia hizi message. Haihitaji mimi kuitwa na mtu State House ama niitwe na mkubwa fulani. I know wanafikiwa na hizi message. Kwani mitandao ni ya nini? Ninataka kuona vile Amerika kunaendelea, naingia tu YouTube. Nataka kujua vile Russia kunafanyika, naingia tu YouTube. Nataka kunafanyika nini na huku, naingia tu YouTube. Bora tu uwe ndani huko. Usifikirie hizi messages tunaongea hawasikii. Huwa anasikia ni vile wana decide kuignore. Na ukisikia nikisema mimi sitaki kuitwa na mtu aniulize maswali mingi, I don't staki. Ni nini nitakuja kukuambia ambayo siwezi sema hapa kwa runinga, kwa hii platform. Anyway, God bless you. Tukitubu na tuzidi sasa, hii njia tunaenda mpaka chakula Mungu atatupea. Kunyeshe mvua mpaka kuwe na mingi. God bless you. Usiwe wakukaa kama Yona pale Nineve. Alikaa chini ya kamiti fulani hivi agojee kumalizwe. Mpaka siku kadhaa akauliza Mungu, kwani haumalizi? Si walitubu. Ilikuwa conversation nzuri na Mungu. Si walitubu. Si nilikutuma iwaambie ili watubu. Wametubu. Siwezi nikawamaliza. Mwenyezi Mungu alikuwa ameamua amalize Waisraeli wote siku moja. Dhambi gani walikuwa wamefanya? Kama Mungu leo atakuja Kenya kama wakati ule wa Sodo wa Nuhu, wakati wa Nuhu, ile kitu ilikuwa imefanywa na mwanadamu duniani ili Mwenyezi Mungu amalize dunia na maji. Leo hizi zile dhambi tunafanya Mwenyezi Mungu amalize, aamue atamaliza. Tukilinganisha zile dhambi tunafanya na zile zilikuwa zinafanywa wakati huo wa Nuhu, unaona kama Kenya inaweza baki? Unaona kama mahali unaishi kunaweza baki? Dhambi ambazo watu wanafanya zinaweza sababisha Mwenyezi Mungu abakishe ule mji. By grace kila mtu atasimama mbele ya Mwenyezi Mungu. Yafanya yote tu aulizwe. Lakini mbele ya Mungu matendo yako yote yatasimama pale. Useme nimekubali, yangu ni mabaya. Shimo la moto.
God bless you. Usipende kuprofesai ama usikie nimeprofesai itokee mabaya. Ule ambaye anapewa nafasi anatubu na Mungu anamsamehe. We are all needed in the kingdom of heaven. Provided tukae maisha sawa, Mungu atakuwa pamoja nasi. Lakini ukianza unaangalia nyuma, mara ni huko, mara ni huko, Mwenyezi Mungu hataki kwenda na mtu wako na roho mbili. Fugu. Anyway, God bless you. Evangelist Martin Ndung'u. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu, naenda mbinguni. Namba yangu ya simu ni 0721 735 498. Yule ambaye hajawahi kupatana na platform ama video yangu. WhatsApp ni 0774 297 055. God bless you. God bless you. God bless you. Injili iendelee. Yesu ni mwokozi. Kristo ndiye aweza. We should keep on lifting Jesus higher. Glory to Jesus. Shalom in Jesus' name.